kuniambia niende. Hakumuuliza maswali haya. Yeye aliamua kutii. Amemchua aliyemwambia aende mahali huko. Ni Mungu aliye hai. Ameamua kumtii. Unaona? Akaamua kuondoka. Bwana asifiwe. Sasa nimesema Mungu anapotaka kukuinua, kuna vitu Mungu anatengeneza vinaanza kuambatana na wewe. Ngoja nikuonyeshe kwenye sura ya pili hiyo, mstari wa pili hapo, vitu hivyo vinatajwa hapo. Kitu cha kwanza anamwambia nami, huyo ni Mungu ndo anamwambia Ibrahimu. Anamwambia nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Kuwa taifa kubwa. Na kisha anafanya nini? Kukubariki. Alafu na kitu kingine anasema nini? Na kulikuza jina lako, nawe uwe nini? Uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulanie tamlani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watafanya nini? Watabarikiwa. Mungu anapotengeneza mpango wa kukuinua, kuna viashiria vinaanza. Mungu anatengeneza viashiria. Mungu anatengeneza mazingira. Bwana asifiwe. Amina. Anatengeneza mazingira. Kuna mazingira anatengeneza. Unaona? Yale mazingira watu waliokuzunguka wanaanza kuyaona. Unaona? Wakikutazama hivi hawakuoni kwenye kawaida kama unavyojiona wewe mwenyewe. Yaani Mungu anakuweka kwenye hali fulani. Unaona? Kwenye hali fulani. Nilikuwa ninasoma Kiingereza. Unaona? Na mimi huwa nasomaga Kiingereza. Bwana asifiwe. Na mimi huwa nasomaga Kiingereza. Unaona? Kwenye Kiingereza ndio kama inaeleza vizuri. Unaona? Mimi huwa nasomaga Kiingereza. Tafsiri ya Kiswahili inakuwaga wakati mwingine ni ngumu. Unaona? Alafu inakuwa ni nyepesi mno, sio mzito kama inavyoeleza Kiingereza. Bwana asifiwe. Kwenye Kiswahili anasema kwenye mstari wa pili anasema ngoja nirudi huko. Anasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Unaona? Sasa kwenye Kiingereza anasema hivi, and all these blessings shall come on that, and one take this thee of the shall hearken unto the voice the Lord. Nisome kwenye mstari wa kwanza ndio umeeleza vizuri. Anasema and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently and the voice of the Lord the God. Kitu ambacho nataka nikielezee hapa ni hapa kwenye kipande hiki ambacho cha kuinuliwa. Anasema that the Lord thy God will set thee on high. Unaona? Mungu anaanza kukuweka kwenye mazingira fulani juu. Watu wanaokutazama hawakuoni kuwa ni mtu wa hovyo hovyo. Yaani hawakuoni kwamba wewe ni mtu wa kawaida. Yaani wanaokutazama wanaanza kukuona ni mtu ambaye umebarikiwa. Ni mtu ambaye kama umeinuliwa. Unaona? Ngoja nikwambie, siku moja wakati mimi najenga nyumba yangu ile pale, wakati tunajenga nyumba yetu, maana nisiseme nyumba yangu, nyumba yetu na mama mchungaji. Bwana asifiwe. Na kama mmejenga majumba huko wanaume, usiseme ya kwangu, sema ya kwetu. Bwana asifiwe. Sio ya kwako peke yako. Yaani ilikuwa ni mazingira wanaita mazingira ni magumu, kipindi kigumu ndipo sisi tunajenga ile nyumba. Si ndio Watu wa Kitangali wakaniuliza maswali. Wakaniambia, mchungaji, yaani sisi tunakushangaa wewe, kipindi hiki ni kigumu. Unaona? Hichi kipindi ni kigumu, wewe pesa unatoa wapi? Unaona? Wewe pesa unatoa wapi ya kununua sementi? Mfuko wa sementi tulikuwa tunanunua shilingi ngapi?
22,000. Sisi ndo tumejenga nyumba. Mfuko wa sementi tulikuwa tunanunua 22,000. Sementi ile sio ya Tanzania, ile sementi ilikuwa inatoka wapi? Pakistan. Bwana asifiwe. Sementi ya Pakistan ile ilikuwa sementi nzuri sana kuliko hii tunayotumia hii ya kina Dangote, sijui ya Twiga. Unaona?